Waambiwa subscribe. Waambiwa subscribe. Pamoja kaka. Mambo vipi? Naitwa Swahili 25. Leo ni siku gani ndugu yangu? Leo Jumanne. Tarehe ngapi? Nisije nikasema mimi nikoonekana muongo. Mwezi wa 3. Tuko mkoa wa Rukwa, eneo moja inaitwa Namanyele hapa. Ndio kumekucha asubuhi. Msafara wa Mheshimiwa Lissu uko hapa. Baadhi ya watu tumelala hapa na wengine wako kwenye hoteli nyingine. Tumeamka sasa hivi hapa kwa ajili ya kujiandaa kama ambavyo unaona. Baadhi ya magari yanaingia ambao wamelala sehemu tofauti na wengine yako ndani huko. Tunaelekea kwenye mkutano wa kwanza asubuhi ambapo nataka nikutafutie mwenyeji kwa ajili ya kujua leo tunaelekea wapi. Brother Chino. Mama bado yuko busy anaangalia ratiba kama ambavyo unaona. Alafu Brother Chino. Naam. Mambo vipi? Salama kabisa. Naomba ujitambulishe kwa watu wanaokutazama hapa. Mimi naitwa Joseph. Hii habari ya China wa China hii. Sasa naitwa Joseph. Okay, utaki tena. Yeah. Leo ratiba inaanzia wapi na leo tunaenda Wampembe kama hujawahi sikia ndio kumsikia huko kuna kaburi wazi. Utashuka leo huko chini uone kona zilivyo. Hiyo ndio unapozungumza Sumbawanga, Rukwa ndio unaenda eneo ambalo ndio Rukwa yenyewe. Tukitoka hapo tunamalizia Taramea. Maana leo ni mikutano miwili. Ndio mikutano miwili. Tunaanzia tunaenda huko Wampembe. Wampembe tunakuja Ntaramila. Na kilomita kama ngapi kuanzia tulipo hapa? Kwa wenyeji wanatuambia ukishuka tu Taramea kama na 20-160 jumla. Kwa kwenda rudi kama 300 bila kitu. No. Mwendo wa vumbi hapo. Shuka yuko kwenda Bondeni huko kwenye mto kabisa. Vumbi, mwendo wa vumbi tu. Vumbi na utaona njia ilivyo ndio ujue wabunge wa CCM walivyo. So mchezo. Njia haijawahi miaka yote, yani ni njia ambayo miaka yote haina watu sana. Sasa tutaenda kuona ile shimo ambalo naambia mlango kabla wazi. Mambo ungeyapata hapa. Mimi nakuonyesha vitu ambavyo viko behind the scene. Alafu ndugu yangu huyo hapa, dereva wangu anaitwa Malio. Washa muziki. Angalia. Washa muziki kwanza. Umeona wapi ndugu yangu? Wewe kameramani. Naitwa. Kama ambavyo umesikia maelezo ya mwenyeji wetu kwa ajili ambapo tunaelekea huko, nataka nikuonyeshe kwa ajili ya baadaye. Usisahau kusubscribe kwenye channel yangu, ni follow kwa mitandao ya kijamii. Nataka nikuonyeshe vile ambavyo uvione kwenye TV. Nitakuwa nakuonyesha wapi tunaelekea. Sasa hivi ni asubuhi, tunaenda kumpitia Mheshimiwa Lissu ambapo amelala ili tuweze kuanza msafara. Kwenye pointi ya kunywa supu kuna samaki jana alipewa Mheshimiwa Lissu kama uliona kwenye mkutano wa Nkasi kaskazini. Sasa leo ndo anashughulikiwa hapa. Sasa unaona watu wanapiga supu. So mchezo. Bana mimi nikachukue supu hapo. Dada. Vifumu. Iko wapi supu? Supu iko wapi? Au kedi kashamaliza supu. Iko ndani. Kwa nikachukua supu. Bali. Kopoa. Unakucha. Bali nawe hapa nichukue supu. Bali mama. Supu hapa. Kameramani naye anarekodi. Au ya busi na ya kuku. Namba kijiko mama. Hamna. Wow, supu hiyo na bawacha wa Rukwa. Alekee tu hamna shida. Limao, pilipili. Ngani yake kabisa hapa. Bakuli unachukua. Tumeisha. Naomba sahani. Samaki. Naomba hiyo sahani. Naomba hiyo tikiti. Maji.
Asante. Una kijiko? Mama nani? Safi mambo. Watu wanapiga supu hapa. Mimi naweka hapa supu yangu bwana supu yangu hiyo Dada Kaswahili huyo hapa. Na anapiga supu. Inakuwaje ndugu yangu? Uko poa? Namshukuru Mungu. Kuna watu wakufahamu ndugu yangu. Hapa tunagonga kidogo supu. Kujiandaa na safari ya kuingia polini. Majina na kazi yako? Mimi majina yangu kabisa kamili. Yale unaotumia. Majina yangu Kaswahili, Juma Kaswahili. Mimi ni mwanachama wa kawaida, mwanaharakati, lakini pia nimekuwa nikiongoza jukwaa la sauti ya Tanzania. Lakini pia nishawahi kuwa mgombea wa nafasi ya ubunge jimbo la Mama kama hakimu. Kwa hiyo kwenye operesheni ya chama tuliambana na mwenyekiti wetu wa chama taifa Mheshimiwa Lissu na wananchi wa Tanzania kuhusiana na no reforms no election. Kama zile sauti ya Tanzania wanapopatia Clubhouse, huyu jamaa ndo anaendeshaga mijadala. Huyu hapa mtu mkubwa sana. Sana. Mambo. Baada muda nitakuunganisha kidogo. Na mnaonekana huko YouTube mpaka saa hizi mnaonekana huko duniani. Yaani subiri hapa ni kuondoka tu. Mimi niko kwenye gari hii hapa. Nitakuwa nakuletea matukio yote. Cha kufanya usisahau kusubscribe, like na kushare. Tuko na Rasta mani wa Chadema. Tuko kwenye msafara wa Mheshimiwa Tundu Lissu. Hapa tukielekea ziwani. Kabisa. Kuna samaki wengi naambiwa. Kuna samaki wengi sana. Kwa hivi sasa hivi tuna muda tunataka tuondoke kwa ajili ya kumpeleka mheshimiwa na mkutano pale leo. Kabisa. Chana. Waambiwa subscribe. Waambiwa subscribe. Pamoja kaka. Uko live hapo. Tuko live. Day 3. Kama unavyoona msafara mheshimiwa. Unaweza kugeuza kamera hapo kidogo. Convoy inajiandaa kuondoka. Yeah. Yule Atletinos. Mwanangu kabisa. Ana channel yake, unaweza ukamfollow hapo, ukasubscribe kwenye YouTube channel yake. Huru TV. Huru TV. Ndio kwanza hapa tuko kwenye kituo cha mafuta, tunajaza mafuta kwa ajili ya kwanza safari sasa kuingia chaka kwa chaka. Usiache kutazama video mpaka mwisho uone matukio yote ambayo yatatokea siku nzima ya leo, kama ambavyo unaona gari Mheshimiwa Lissu gari yake ile pale. Kama ambavyo unaona tayari hapa kila kitu kiko tayari hapa. Watu wanaingia kwenye magari hapa, tunaondoka zetu hapa, tunaenda chaka kwa chaka. Na kujaza mafuta katika rekodi kwa mbele. Nani?
Nikienda Unguja wanataka tuwe huru, nikienda na Mwasa wanataka tuwe huru, nikienda Kigoma wanataka tuwe huru, nikienda Ubungo wanataka tuwe huru. Nasiri. Kwenye chaguzi mnafahamu wanavyofanya, wanaengua wagombea wetu, wanatuibia kura, wanatangaza wagombea wao kwa nguvu, kwa bunduki. Wanakuja hapa Katenge, wanapiga mabomu ili kuhakikisha mwenyekiti anakuwa wa kwao. Nani anayetaka maneno haya? Si hamyataki? Sasa kinachohitajika ni kuhakikisha kwamba wao hawasimamii uchaguzi tena. Sasa hivi kwenye uchaguzi wa vijiji kama mwaka jana,
Msimamizi ni mtendaji wa kijiji, au nakosea? Huyo mtendaji sio CCM? Atatenda haki? Ukienda kwenye udiwani, anayesimamia uchaguzi wa diwani ni mtendaji wa kata, sio CCM huyo? Atatenda haki? Ukienda kwenye ubunge, msimamizi ni mkurugenzi aliyechaguliwa na rais, na rais ni mwenyekiti wa CCM. Atatenda haki? Ndio maana tunafanya chaguzi zinakuja kuamuliwa kwa mabomu na kwa bunduki. Sasa tunataka utaratibu wote wa kusimamia uchaguzi ubadilike, ili watu wa kusimamia uchaguzi wawe watu walio huru, wasiwe CCM, wasiwe Chadema, wawe ni watu ambao hawatapendelea upande wowote, au sio? Sasa hiyo inahitaji tuwe wakali kweli kweli. Inahitaji tusikubali tena chaguzi zao kama hizi ambavyo wamekuwa wanazifanya. Tuwaambie lazima tubadilishe utaratibu. Kama mnataka tufanye uchaguzi, tubadilishe utaratibu kwanza. Hamtaki kubadilisha utaratibu, hakutafanyika uchaguzi tena. Likitushinda hilo, tumekwisha. Likitushinda hilo, mjue hatakaa tuchague watu wa maana kushughulikia matatizo yetu. Sawa sawa? Wajibu wetu mkubwa kama chama ni huo, kuunganisha nguvu za wananchi wote wa nchi hii. Ndio maana tunakuja maeneo yenu kuhakikisha watu wameelewa ujumbe wa chama. Tunataka utaratibu bora zaidi wa uchaguzi, ili tukienda kupiga kura isije kuamuliwa kwa bunduki na mabomu. Sawa sawa? Ili tunapopiga kura tukachagua watu wetu, hao tunaowachagua watangazwe kwa haki. Sawa sawa jamani? Ujumbe wangu ni huo. Salamu zangu kwenu ni hizo. Tusikubali uchaguzi utakaosimamiwa na CCM tena. Sawa sawa? Na hilo ni gumu kueleweka? Hebu niambieni. Na hilo ni gumu kueleweka kiasi gani? Basi nawashukuruni kwa mara nyingine kwa kutusimamisha ili kusalimiana. Mungu awabariki. Tunaenda Wampembe. Niliambiwa sio mbali sana, mbona hatufiki? Hii karibu hii imeanza kunitia wasiwasi. Tangu asubuhi tuko barabarani. Haya basi, mkae salama. Mungu awabariki. Asanteni sana. Mwenyekiti wa wilaya, kama hili jimbo lako. Mimi nikaenda kwao Ifakara, nikakaa kule miezi mitatu, tukapambana, tukashinda ile kesi. Akaendelea kuwa mbunge wa Chadema.
na waliomfunga ni hawa wanaowapigania sasa hivi. Kama sio laana ni nini? Elewana. Asiwababaishe. Mtababaisha na mtoto wa laana. Usikubali kubabaisha. Nilisema hilo kwa sababu watu wanalalamika sana juu ya laana zake. Sawa sawa. Basi ndugu zangu wa lakini shauri lake liliposimamiwa na wakili Alfred Sotoka, mahakama ikaamua kuwa mshtakiwa hakuwa na kesi ya kujibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, bado tunao wanachama wenzetu wa hapa kijijini ambao wanaishi mafichoni kwa sababu ya kuwakimbiza askari wa jeshi la polisi ambao wanawatafuta ili Asante sana Ntalamila, asanteni sana. Nimekuja hapa, nimekuja kwenu kuja kuwapa heshima, kwa sababu nyie mnastahili kupewa heshima. Nimekuja hapa kuja kuwaunga mkono, kwa sababu Ntalamila mnahitaji kuungwa mkono. Tumefika hapa kijiji cha Ntalamila, kiko huku Sumbawanga, jimbo la Nkasi kusini huku. Ndio tunamalizia mkutano hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Tundu Lissu kama ambavyo unamuona jukwaani, anamtangaza mwenyekiti wa kijiji ambaye kutangazwa kwenye uchaguzi. Ndio tukio ambalo linaendelea sasa hivi. Mimi sina la ziada kutokea hapa, kama ambavyo umetazama video kutokea mwanzo mpaka sasa hivi. Na kushukuru kwa kutazama video, usisahau kulike na kucomment na kushare kwa marafiki. Kama huja subscribe. Maana mimi nakuonyesha vitu ambavyo huwezi kuona sehemu nyingine, na kuonyesha vitu ambavyo ni uhalisia. Kama ambavyo unaona watu ni wengi sana, uwanja umeenda mpaka kule. Umeona? Eneo kubwa sana, ina watu wengi sana. Na kushukuru kwa kutazama video mpaka mwisho. Tukutane kwenye video ijayo, ambapo kesho tutaanza na video zingine mpya.